faida kama alivyotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye alipewa maamrisho kwa Mwenyezi Mungu kwamba fadhakir, kumbusha, kwa sababu ya kukumbushana huku ndio kunapatikana manufaa. Ndugu zangu, hili jambo lilofanyika hapa ni jambo adhimu sana, na tuwapongeze walioliandaa na tuseme kabisa Mwenyezi Mungu kwanza awalipe kila la kheri, lakini hata hawa waliofanyiwa pia Mwenyezi Mungu aipokee hakika yao vizuri kama alivyofundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazazi wengi, ndugu zanguni, huwa sisi tunafeli watu. Utamkuta baadhi ya mzazi tunasema anakwenda na tunaweza kusema si globalization, wenyewe wanasema utandawazi. Lakini globalization unaweza kaipeleka vibaya au kaipeleka vizuri mwenyewe, kwa sababu mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yako wazi juu ya haki za watoto. Hayo inapita hata hakika, kwa sababu utakuta vile vitu ameandaa pale, kama ni keki zile ameandaa kadri inavyokuwa kubwa na gharama zinazidi, labda roshani moja sijui mbili, nakshi nyingi. Huyo mtoto alofanywa hivyo hakika hajafanyiwa, na wala yaani haimuingii kusema kwamba sasa hii hali basi atakuulizia. Hii tunasema ni kupotea kidogo kwa imani, kwa sababu unatakiwa kwanza angalia vitu vya msingi. Kuna vitu vingine ni vya kufurahishana sisi kwa sisi, vina thawabu kwa Mwenyezi Mungu, lakini fanya hili jambo ambalo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilotuwekea. Tunapofanya hakika, kwanza tunamwekea kinga mtoto, ni sehemu ya haki yake kumwekea kinga. Aidha unaweza ukasema kama unamkatia bima kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na zimekuja riwaya nyingi sana za wanawazuoni katika mahala wengine wakasema kama hakika imepokelewa, hakika umeifanya hakika, inaweza kumfanya mtoto hata amedondoka kwenye mti mkubwa asivunjike. Wengine wamefikia kulingana na ule uzito wa ile hakika. Hakika ni bima ya mtoto ambayo unamkinga kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hapa leo tuna vitu mbalimbali ambavyo tunasema maadui mbalimbali. Una maadui wa sisi kwa sisi, ile lazima atulikwetu sisi wenyewe wanadamu tunapitiana. Kama mahala mtu anamroga mtoto wako, utai upo, sisi tunakubali upo. Mtu anamroga mtoto wako, anakuwa hasikii, mtoto akisoma haelewi, mtoto amekuwa ni paka unasema mtoto kwani na nini? Kumbe maskini ya Mungu kachezewa. Sasa unapomfanyia hakika inamkinga kwa Mwenyezi Mungu na mambo kama hayo. Lakini hali kadhalika kuna mashaitani hawa, maibilisi hawa. Watoto wanatembea, wanakwenda kama hivi, anavuka njia mbalimbali, anakutana na mashaitani mbalimbali wabaya. Sasa akiwa umemwekea hakika, umemfanyia hakika, kwa hiyo umeshamlinda kwa Mwenyezi Mungu na shari aina mbalimbali. Kuna mengi sana mazuri ambayo kwa muda hauwezi ukaturuhusu kuweza kuyatabahari yote, ila tunapeana tu kwa ufupi. Ni kwamba jamani, tujilazimishe, tupeane nasaha. Hakika kwanza, hakika pia kuna watu, mimi wakati Sheikh Naamia hapa niwe kupata akwali za baadhi ya wenyeji, baadhi walikuwa wanajua hakika ni mtoto akifa ndio anafanywa hakika. Si kweli. Hakika ndio tumesema ni kinga kwa mtoto ambaye yuko hai. Unamkinga kwa Mwenyezi Mungu, unamkatia bima kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kumuondoshia maradhi, au aweze kumkinga na mabalaa, awe ni mwenye ufahamu mzuri, mtoto ambaye ukimueleza kitu anaelewa. Hivyo vitu kama hivyo na mambo mbalimbali. Lakini wanasema baadhi walikuwa wanajua hivyo kwamba hakika mpaka ni mtoto akifa ndo anafanywa hivyo, mbadala wa mtu anayefanywa hitima akiwa na madhambi, ndio wanasema hivyo. Ni kwa sababu ya uchache wa elimu. Lakini alhamdulillah, baada ya kuwa wameanza tumefundishana, wameanza wakaelewa, na utekelezaji ndio umekuwa wa kusuasua. Wachache wanafanya, lakini bado wengine hawajaingia. Ila tunahamasishana ndugu zangu, hakika lazima watoto wafanyiwe. Mtoto wa kike ni mbuzi mmoja, na ule mbuzi asiwe mbuzi mwenye aibu. Yaani kuna mbuzi yule ambaye yaani anaumwa amekonda, sasa ndio unamchukua huyu hapa. Mbuzi ambaye ni wa kawaida,
ambaye ukiwa na fedha nzuri, chukua ile mamilo, unaona vizuri kabisa. Na pia akiwa mtoto wa kiume anatumika mbuzi wawili. Kwa hiyo mtoto wa kike ni mbuzi mmoja, mtoto wa kiume ni mbuzi wawili. Kwa hiyo ni kiasi cha kuchinja. Ukishachinja ile ndo hakika. Sasa hizo nyama zinagawiwa mafungu hayo matatu, ambayo hayo mafungu ambayo lilfuqarai, majirani, na fungu la tatu na baki la wewe mwenyewe muandaaji, na ndivyo sheria inasema. Kwa hiyo na majirani sio kwamba watakuwa watu wote. Mwisho wa siku utaanza kupeleka kinyango kimoja kimoja, na sisi wanadamu jinsi tulivyo na nongwa, unaondoka sasa. Kwa kweli hii dharau sasa imezidi. Yaani kanaona mimi nina njaa sana, yani mpaka kuja kunitishia hii. Au nijue kachinja mbuzi. Mambo gani haya? Mwisho wa siku umepandikiza nini? Fitna. Ndio tuko hivyo baadhi yetu. Ukimpa anashukuru, hashukuru, ukimnyima hashukuru vile vile anakulaani. Kwa hiyo ni baadhi tu wewe mwenyewe unaweza kuwapendekeza kwa matakwa yako mwenyewe kwamba watatu inatosha, wanne inatosha. Na vizuri apewe kitu ambacho kinaweza kikamsaidia, kwa maana ya kwamba kama umempelekea, najua mlo wa mchana huu alhamdulillah unaweza kupita, aidha usiku unaweza kupita, lakini imekwenda kijipinyango kimoja kwa sababu watu 50 wamezunguka wote wanataka watu, basi inaweza kali tofauti. Otherwise unaweza ukaandaa kwa pamoja, ukapika, watu wakaja kulia pale, kila mmoja akala kitu ametakiona. Akipata kinyango kwa pamoja, hata hiyo lawama hali, kwa sababu umekula wote kwa pamoja. Na kingine kwenye kula kwa pamoja kunaondosha zile dhana za wale watu ambao wanakuwa na hasadi moyoni. Kwa mtu mwingine kumpelekea ndio staili kashanitafuta sana, amenikosa, sasa anaamua kunipitishia huko, anataka kuniua. Huu jirani kuleteana chakula huu umeanza lini? Tayari baada umelianzisha. Ndio baadhi tunaamua kwamba sasa bana nawaita wote. Sasa kama nataka kuwaua, ujue na waua majirani wote. Nimepika wali ule pale na nyama imepikwa hapa, wote tule ili tufe. Kama tutakuwa na imani hiyo. Kwa hiyo na hiyo nayo pia inasaidia kuondosha hizo hasadi za namna hiyo. Lakini almuhimma ni kwamba ilikuwa ni yale mafungo matatu yakigawiwa, basi majirani wachache watapewa, mafakiri watapewa, lakini na wewe mwenyewe mlengwa unabakia na fungu lako. Basi hakika yako itakuwa imekwenda vizuri kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kingine huwa kinaita mkanganyiko ni auqat. Kumekuwa na baadhi ya kauli wengine wanasema lazima ichinjwe kabla jua halijatoka. Zile ukitazama katika wanazuoni imekuwa tu tunaweza kusema ikhtilafu za wanazuoni ni mitazamo. Mwingine anaweza kusema hii ni ubora zaidi, lakini haikatazi hata kama jua limewaka ukachinja, haina shida. Hizo ni turkati ambazo miongozo imeelekezwa na wanazuoni katika Afrika, ambao hatujafanya hili jambo tulifanya kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Basi tutakuwa tunaandalia watoto mambo ya maana kuliko ukaandaa kitu alafu faida kwa Mwenyezi Mungu hakina. Unakuta mtihani tu. Gharama tuzitoe katika hizo sehemu ambazo tunaziona. Na hawa watoto pia tuwaangalie sana kwenda katika madarisi, wasome dini. Jitahidi. Maana Mungu unapomuomba pia na wewe uwe unajisaidia. Wewe kama Mungu nisaidie, hujafunga mlango. Funga mlango. Maana unaomba Mwenyezi Mungu, nimekata bima hawa watoto wangu hawa, naomba unipokelee hakika yangu, walinde na mahasadi, walinde na balaa, waongoze wakuwe vizuri. Alafu mtoto wewe ndo kwanza unamshonea minguo ya ajabu ajabu. Wewe tena huyo mtoto wewe ndo unampeleka kwenye kila mziki ukisikika unakwenda, yeye anakwenda. Hapo utakuwa kwamba hakuna unachokwenda kukifanya. Kwa hiyo malezi nayo yaendelee kwa makini. Yaani unaanzisha msingi halafu unaufuatilia ule msingi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.